Kinachoendelea, vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika kasi kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kwa kusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu kwa kina yale ambayo yanaendelea kushika hatamu huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba wanajeshi wa Ukraine wamepoteza dazeni kadhaa za magari ya kivita kaskazini magharibi mwa Sudza katika mkoa wa Kursk. Waandishi wa habari wanaripoti kwenye eneo hilo. Katika eneo kutoka kwenye makazi ya Olgovka hadi barabara ya Sudza Korenevo, kuna vifaa vya mapigano vilivyoharibiwa kabisa na vikosi vya Urusi, na kwa kiasi kikubwa vifaa vya kijeshi vilivyoacha na askari wa Ukraine walipotoroka kutoka eneo hilo. Vifaa vilivyoharibiwa na vikosi vya Urusi ni pamoja na mtambo M113 wa Marekani na mizinga ya Abrams Leopard iliyotengenezwa na Ujerumani na mizinga iliyotengenezwa na Sovieti na aina anuai za silaha. Vile vikosi vya ulinzi wa anga vya kundi la kivita la Urusi Magharibi vimeharibu ndege 58 zisizo na rubani za Ukraine na bomu moja la Ram-2 katika saa 24 zilizopita. Msemaji wa kundi hilo Ivan Bigma anasema hapo kwenye uwanja wa kivita vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimeanza kutumia ndege zisizo na rubani za FPV zenye umbali wa hadi kilomita 40 katika takriban maeneo yote ya mstari wa mbele. Mtaalamu wa kijeshi Vital Kislev anasema ndege hizo mpya zisizo na rubani ziligunduliwa katika maeneo ya Zaporizhzhia, Orekov, Zerinsk, Kremenaya na Kharkov katika operesheni maalum ya kijeshi na pia katika maeneo ya mpaka ya Urusi ya Belgorod na Kursk. Vilevile mamlaka nchini Ukraine imesema Jumamosi kwamba takriban watu 4 wameuawa na wengine 21 wamejeruhiwa katika shambulio la droni la Urusi kwenye mji wa kati wa Ukraine wa Dnipro. Gavana wa kijeshi wa mji huo Serhiy Lysak amesema usiku wa kuamkia leo ulikuwa mgumu kwao na kwamba mlipuko uliosababishwa na shambulio hilo la drone umepelekea moto mkubwa na kusababisha uharibifu katika maeneo kadhaa ya eneo hilo. Mji wa viwanda wa Dnipro umekuwa ukilengwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya Urusi. Mashambulizi hayo yameendelea katika wiki za hivi karibuni licha jitihada za Marekani za kujaribu kufikiwa kwa makubaliano ya usitishaji vita hivyo vya ziada ya miaka mitatu, lakini Urusi hajasema hilo, bali Ukraine ameendelea kutuhumu. Vile mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwenye miundombinu ya nishati ya Urusi yamewaacha zaidi ya watumiaji 9,000 katika mkoa wa Belgorod bila umeme, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema. Shirika hilo lilieleza kuwa kutokana na mashambulizi hayo ya Ukraine, njia kadhaa za umeme zenye nguvu ya juu zilizimwa na nyingine kupata uharibifu. Vile utawala wa Kiev umeendelea kushambulia vituo vya miundombinu ya nishati ya Urusi licha madai ya Volodymyr Zelensky kwenda kinyume chake. Hapo awali jeshi la Ukraine lilifanya mashambulizi 5 kwenye vituo vya nishati kwenye eneo la mpakani mwa Urusi la Belgorod. Vile licha taarifa za Volodymyr Zelensky kuhusu kusitisha mashambulizi kwenye vituo vya nishati vya Urusi katika muda wa saa 24 zilizopita, jeshi la Ukraine limeendelea na mashambulizi yake kwenye miundombinu ya nishati ya Urusi, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema. Katika muda wa saa 24 zilizopita, serikali ya Kiev imeendeleza mashambulizi dhidi ya vituo vya miundombinu ya nishati ya Urusi, ilisema taarifa hiyo. Kulingana na wizara hiyo, serikali ya Kiev imeongeza tu idadi ya mashambulio kwenye miundombinu ya nishati katika mikoa ya Kursk na Belgorod ya Urusi licha madai ya Zelensky. Vile jeshi la Ukraine limepoteza zaidi ya wanajeshi 190 kwenye mkoa wa Kursk katika muda wa saa 24 zilizopita, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Wanasema kwa siku nzima hasara ya Ukraine ilifikia zaidi ya wanajeshi 190 pamoja na magari ya kivita. Wizara ya Ulinzi pia ilisema kwamba wanajeshi wa Urusi walikomboa makazi ya Veselovka katika mikoa ya Sumi. Vikosi vya jeshi la Urusi vimeikomboa Pantelemonovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk na Charbak katika mkoa wa Zaporizhzhia, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Wanasema kikundi cha vita kusini kimekomboa makazi ya Pantelemonovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Kikundi cha vita cha Dnipro kimekomboa makazi ya Shcharbak katika mkoa wa Zaporizhzhia. Vilevile shambulio la Kiukraini lililoshindwa kwenye mkoa wa Belgorod. Vikosi vya jeshi la Ukraine vimepoteza hadi wanajeshi 185 katika eneo hilo. Ilikuwa ni karibu na makazi ya Krasnopol, Ogroyed, Prokod, Miropolskoy katika mkoa wa Kharkov. Vile wanajeshi wa Urusi hufuta vitengo maalum vya Kiukraini katika makazi ya Guyevo ya mkoa wa Kursk ili kuhakikisha kwamba hawatoroki hadi mkoa wa Sumi, vikosi vya usalama vinasema. Hayo yakiendelea, vikosi vya jeshi la Ukraine sasa vinadhibiti makazi 3 tu ya mkoa wa Kursk.
wanajeshi wa Urusi wanaendelea kukomboa maeneo yaliyotekwa. Naibu mkuu wa idara kuu ya kijeshi siasa jeshi la Urusi, kamanda wa kikosi maalum cha Akhmat, Luteni Jenerali Abtelodinov anasema adui sasa anadhibiti makazi matatu tu pekee. Wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema siku ya Ijumaa kwamba kundi la vita la kaskazini liliweza kukomboa kijiji cha Gogolevka katika mkoa wa Kursk kutoka kwa jeshi la Ukraine. Vile Andrei Marochko, mtaalamu wa kijeshi, anasema wanajeshi wa Urusi wanasonga mbele kwa uangalifu na kwa utaratibu katika eneo la Chazov Yar katika Jamhuri ya watu Donetsk na hivyo kuhifadhi maisha ya wanajeshi. Marochko alibainisha kuwa kutokana na mapigano yanayoendelea huko Chazov Yar, kwa sasa ni vigumu kuhesabu eneo lililokombolewa na kukusanywa kwa wanajeshi wa Ukraine. Vile vitengo vya Urusi kwenye mkoa wa Kursk vinasonga mbele kwa kasi hadi kwenye mpaka wa serikali kati ya Urusi na Ukraine, Wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Wizara hiyo ilisema hapo awali kwamba vitengo vya shambulio la jeshi la anga la Don Cossack lililoko Feodosia vilichukua ngome muhimu ya jeshi la Ukraine katika eneo la mpaka wa Kursk. Vile jeshi la Ukraine limepoteza hadi wanajeshi 260, kifaru na magala mawili ya risasi kwenye eneo lao la wajibikaji la Battle Group South ya Urusi katika muda wa saa 24 zilizopita. Msemaji wa kundi la vita Yevgeny Tetayakov anasema hiyo ilikuwa ni karibu na makazi ya Katerinovka, Ivanopol, Konstantinovka, Zaria na Malinovka. Vile ni kwamba vikosi vya mashambulizi vya kijeshi vya Ukraine vinavyojumuisha wafungwa wa zamani vinajaribu kuunganisha tena safu ya mbele na kulazimisha jeshi la Urusi kurudi kutoka Volchansk kwenye mkoa wa Kharkov. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema kuhusu makazi ya Volchansk, wanamgambo wa Ukraine wanajaribu kulazimisha nguvu zetu za kivita kuondoka kwenye makazi haya. Maendeleo ya nguvu ya kivita yamesajiliwa katika eneo hili, ikiwa ni pamoja na timu za mashambulizi ambazo zinajumuisha wafungwa wa zamani, alisema. Vile kuna sababu ya kuamini kwamba mashambulizi ya Ukraine kwenye kituo cha mita ya gesi cha Sudza umefanyika kwa msaada wa mifumo ya satellite ya Ufaransa, wakati wataalamu wa Uingereza waliingiza uratibu na kushambulia kitufe cha kuachilia mashambulizi hayo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema kujibu shambulio la hivi karibuni la serikali ya Kiev dhidi ya vituo vya nishati vya Urusi. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.